Guys, I'm gonna jam off fifth ring. QRF is being alerted. Fuck that. The only quick Bwana, karibu sana kwenye kigongo kikali kabisa cha 13 Hours, The Secret Soldier of Benghazi. Hii ni movie kali sana ya mwaka 2026. Bwana, mwaka 2016 tunapata mkasa wa kweli kabisa wa kusisimua na wenye hofu kubwa ilichotokea nchini Libya, ikionyesha mazingira magumu na hatari yaliyokabili askari wa zamani wa kikosi maalum cha Marekani walikuwa wakifanya kazi ya ulinzi wa siri kabisa baada ya kuanguka kwa serikali ya Muammar Gaddafi mwaka 2011. Mji wa Benghazi ulibadilika na kuwa uwanja wa fujo, silaha za kijeshi zilizotawanya kila mahali na makundi mbalimbali ya wanamgambo yaliyokuwa yakipigania mamlaka, huku wakichukia uwepo wa wageni katika mazingira haya ya machafuko. Bwana, serikali ya Marekani iliweka ubalozi mdogo sana wa kidiplomasia na kituo cha siri cha ujasusi wa CIA kilichoitwa The Annex, ambacho kilikuwa kinalindwa na kikosi kidogo cha askari 6 wa zamani wa vikosi maalum bwana, wenye uzoefu mkubwa sana wa vita, ambao jukumu lao kuu lilikuwa ni kulinda maisha ya maofisa wa siri waliokuwa wakifanya kazi katika eneo hilo lenye uhasama mkubwa. Bwana, maisha kila siku ndani ya kituo hicho cha siri yalikuwa yamejaa mashaka sana, hofu na siri na ukosefu wa usalama wa kutosha kutoka kwa mamlaka ya wenyeji ambao walikuwa wanachukia sana wageni kama adui. Bwana, askari hao 6 wa GRC wakiwemo T.Y. Boom Woods, Ron pamoja na Chris Tanto Palonto na wenzao walikuwa wakifanya kazi kwa kujitolea na kulinda eneo hilo, huku wakifahamu fika udhaifu wa ulinzi uliokuwepo kwenye ubalozi mdogo uliokuwa umbali wa maili chache kutoka kituo chao cha CIA. Licha ya maonyo ya mara kwa mara yaliyokuwa yakitolewa na askari hao kwenda kwa wakubwa wao kuhusu hatari iliyokuwa ikinyemelea kutokana na kuongezeka kwa makundi yenye silaha mjini hapo, maonyo hayo yalikuwa yakipuuzwa au kuchukuliwa kama urahisi fulani, jambo ambalo liliwaacha wakiwa hawana nguvu ya kuzuia maafa yaliyokuwa yanakuja, huku wakiendelea na doria zao za kila siku kwa tahadhari kubwa. Bwana, hali ya hewa ya mjini Benghazi ilianza kuwa ya moto sana na isiyotabirika kadri maadhimisho ya kumbukumbu ya mashambulizi ya Septemba 11 yalivyokuwa yakikaribia, huku kukiwa na taarifa za siri zilizokuwa zikidokeza kuwa ubalozi wa Marekani ulikuwa kwenye orodha ya malengo ya kushambuliwa na wanamgambo wenye msimamo mkali. Bwana, hata hivyo hakukuwa na maandalizi yoyote ya dharau yaliyoongezewa wala nguvu za ziada zilizotolewa kulinda kituo hicho, hali iliyotengeneza mazingira rahisi kwa maadui kupanga mipango yao bila bugdha yoyote. Bwana, kutoka kwa vyombo vya usalama vya Marekani, askari wa QRS walijikuta wakiwa katikati ya wakati mgumu sana wa kusubiri, huku wakiwa tayari kwa lolote lile, wakijua kabisa kwamba kama mashambulizi au shambulizi lingetokea, ingekuwa vigumu kupata msaada wa haraka kutoka kwa nje au nchi jirani kutokana na umbali na ukosefu wa ndege za kivita zilizokuwa tayari kutoa msaada wa dharura. Bwana, usiku wa Septemba 11 ambapo ilikuwa ni 2012 ndipo hofu hiyo ilipogeuka kuwa ukweli mbaya, ambapo kundi kubwa la wanamgambo wenye silaha nzito, mabomu ya kutupa kwa mkono na bunduki za mashine walivamia ghafla ubalozi mdogo wa Marekani uliokuwa na ulinzi mdogo sana. Bwana, shambulizi hilo lilianza kwa kasi ya kutisha, huku wanamgambo hao wakivunja milango na kuanza kuteketeza majengo kwa moto mkubwa sana, jambo ambalo liliwakamata walinzi wa eneo hilo wakiwa hawajajiandaa na kuhatarisha maisha ya balozi ambaye anaitwa J. Christopher Steven na wafanyakazi wengine waliokuwemo ndani. Bwana, ndani ya dakika chache tu mawasiliano ya balozi yalianza kukatika na maofisa waliokuwepo walijificha kwenye vyumba vya usalama, huku wakipiga simu za kuomba msaada wa haraka kutoka kwenye kituo cha siri cha CIA kilichokuwa karibu sana, wakiomba askari wa QRS waje kuokoa kabla hawajauawa na wanamgambo hao wenye hasira kali. Bwana, kupokea kwa simu hiyo ya dharura kulianza kuleta mvutano mkubwa sana wa
kiuongozi ndani ya kituo cha siri cha CIA, ambapo mkuu wa kituo hicho alisimama kidete akisita kutoa ruhusa kwa askari wa QRS kuondoka kambini kwenda kuokoa watu, akidai kuwa kufanya hivyo kungehatarisha usalama wa kituo hicho cha siri. Na hata hivyo askari hao 6 QRS walikataa kabisa kauli hiyo au amri hiyo ya kusubiri na kuamua kuchukua hatua ya kishujaa kabisa kwa kusema kwamba hawangeweza kukaa kimya huko wenzao wakichinjwa kule ubalozini, jambo lililofanya kuruka kwenye magari yao na delai na kukimbilia eneo la tukio lililokuwa linawaka moto. Walipofika ubalozini, walipambana vikali na wanamgambo hao. Walikuwa wengi wakijaribu kumtafuta balozi na wafanyakazi wengine kupitia moshi mzito na mvua ya risasi iliyokuwa ikitoka kutoka kwenye kila kona ya eneo hilo. Bwana, licha ya jitihada kubwa zilizofanyika, hali ilikuwa ngumu sana kiasi kwamba walifanikiwa kuokoa baadhi ya wafanyakazi, lakini walichelewa kumpata balozi Christopher Steven ambaye alipoteza maisha kutokana na moshi mkubwa uliotokana na moto uliowashwa ndani ya jengo hilo la ubalozi. Bwana, baada ya kugundua kuwa ubalozi ulikuwa umeteketezwa na haukuwa tena mahali pa kulinda, askari hao walifanya uamuzi wa haraka kabisa wa kurudi na wale waliokoka kwenye lile kambi yao ya siri ya CIA. Bwana, The Annex walijikuta wapo kwenye njia panda ambapo wanamgambo wa Taliban na makundi mengine ya kigaidi yangefuata nyayo zao hadi kwenye kambi hiyo. Bwana, kweli kwamba hali ya kupumzika kambi hiyo ya siri ilianza kushambuliwa kwa mazingira magumu sana na risasi zilizoisha kutokana na mamia ya wanamgambo waliofika wakiwa na hasira kubwa, wakitaka kumaliza kila kitu kilichokuwa kimesalia. Bwana, mapigano hayo yaliendelea kwa saa kadhaa mfululizo usiku kucha, huku kukiwa na usiku wa majaribu makubwa sana. Damu nyingi na milipuko ya mabomu ya mizinga ilikuwa ikianguka ndani ya kambi hiyo na kujeruhi baadhi ya askari walikuwa wakitetea eneo hilo kwa ujasiri wa ajabu. Bwana, askari hao 6 kwa maana ya QRS wakisaidiwa na wachache walikuwa tayari kupigana, waliduka kutoka kwenye eneo moja hadi lingine la paa la majengo ya CIA usiku kucha, wakirudisha mapigano kwa usahihi mkubwa ili kuzuia adui kuvunja lango kuu na kuingia ndani ya ngome hiyo. Baada licha ya kuchoma miili yao, kukosa usingizi na kuishiwa kwa risasi mara kwa mara, hali ya kupigania wao kwa wao haikuporomoka, huku wakisubiri kwa hamu kubwa msaada wa ndege za kivita na askari wa ziada ambao ulionekana kuchelewa kufika kutoka kwenye nchi jirani. Bwana, hii ni movie kali sana 13 Hours ambayo nimekuletea siku hii ya leo. Jina langu naitwa Cha the best presenter in town, na hii ni Cha the storyteller, mzee wa movie.